Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Basi kwa neema na rehema za Mungu tutana hapa sabato hii ya Bwana kushiriki kile ambacho Mungu anataka tushiriki. Anaomba Mungu kwa neema zake na rehema zake wale ambao hawajaokoka Mungu aweze kuwaokoa kupitia neno lake. So acha tuombe. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sifa na utukufu ni zako Bwana. Yesu unayekaa katika mkono wa kuume wa Mungu. Tazama sisi tuko hapa chini duniani Bwana katika kusanyiko hili lako nalolipenda na tunaamini Bwana. Mungu tunakulilia Bwana kwamba katika somo hili Bwana ulivivie Bwana. Acha sisi sote Bwana na wale waliokoka Bwana wakatambue jinsi wokovu unavyopita Bwana. Tunapopokea wokovu kupitia neema Bwana kwa kuiamini Bwana kwamba tumepewa na Mungu Bwana. Mungu nenda ukatende Bwana. Acha wanadamu wasionekane, acha nipungue Bwana. Acha zile kazi za Yesu Kristo leka ndani ya mioyo yetu Bwana. Zikapate Bwana kufanya, maana hizo ndio kazi zitakazookoa nafsi Bwana. Na ni kwa jina lake Yesu Kristo tumeomba na tukiamini. Amen. So tunaangalia neema, na neema iko katika njia nyingi. Neema iko katika njia nyingi. Lakini hasa tunaangalia neema ni njia ambayo wokovu inapitia. Weza pata neema ya kuimba, weza pata neema ya kufundisha, weza pata neema ya kazi, weza pata neema ya kuwa hai. So neema ni kitu ambacho wewe hujafanyia kazi yoyote. Neema ni wewe hujafanyia kazi yoyote. Ni kitu ambacho haustahili kupewa. Sasa katika hiyo neema, wokovu sasa huwa inapitia hiyo njia ya neema. Wokovu, ili Mungu akupatie wokovu, lazima ipitie neema. So Mungu anataka leo uelewe neema ili kwa imani upokee hiyo wokovu ambao amekupatia. So acha tuangalie kitabu cha Warumi 11. Warumi 11 mstari wake ni wa 6. Warumi 11 mstari wake ni wa 6. Kitabu ni cha Warumi 11 mstari wake ni wa 6. Warumi 11 mstari wake ni wa 6. Lakini ikiwa wamechaguliwa kwa neema, maandiko yanasema lakini ikiwa wamechaguliwa kwa neema, si tena kwa msingi wa matendo. Si tena kwa msingi. Mungu anasema si tena kwa msingi wa matendo. Kama ingekuwa kwa matendo, kama ingekuwa ni kwa matendo, neema isingekuwa neema tena. Neema isingekuwa neema tena. So tunaona neema haiambatani na matendo. Neema inachuja matendo. Neema ni kitu ambacho umepewa bila matendo yako. Naweza soma tena hicho kitabu. Kitabu ni cha Warumi 11 mstari wake ni wa 6. Lakini ikiwa wamechaguliwa kwa neema, si tena kwa msingi wa matendo. Mungu anasema si tena kwa msingi wa matendo. Kama ingekuwa kwa matendo, kama ingekuwa ni kwa matendo, neema isingekuwa neema tena. Neema isingekuwa neema tena. So neema inaeka mbali matendo. Neema haihusiani na matendo. Neema ni 100%. Neema ni 100% bila matendo yako. Weza rejelea mara ya mwisho. Kitabu ni cha Warumi 11 mstari wake wa 6. Lakini ikiwa wamechaguliwa kwa neema, kwa neema, si tena kwa msingi wa matendo. Si tena kwa msingi wa matendo. Kama ingekuwa kwa matendo, kama ingekuwa ni kwa matendo, neema isingekuwa neema tena. Neema isingekuwa neema tena. So Mungu anasema mwanadamu amechaguliwa pasipo matendo yake. Hajatenda ndo achaguliwe. Lakini maandiko yanasema amechaguliwa pasipo matendo yake. Na hiyo ndio neema.
Umeelewa? Si matendo yako. Ni matendo ya mtu mwingine, alafu wewe ukachaguliwa. Hii ndio neema. Rejelea mara ya mwisho. Warumi 11 mstari wake wa 6. Lakini ikiwa wamechaguliwa kwa neema. Lakini ikiwa wamechaguliwa kwa neema. Si tena kwa msingi wa matendo. Si tena kwa msingi wa matendo. Kama ingekuwa kwa matendo. Kama ingekuwa ni kwa matendo. Neema isingekuwa neema tena. Neema isingekuwa neema tena. So Mungu anaeleza kwamba anachagua wanadamu si kwa sababu ya matendo yao. Anachagua wanadamu pasipo matendo yao. Mungu anakuchagua wewe si kwa sababu umetenda ndio akupatie wokovu. Anakuchagua wewe kwa sababu yeye mwenyewe atatenda wewe uokolewe. Hiyo ndio inaitwa neema. So wewe unafaa uamini ile kazi amekutendea kwa imani. Ndio hiyo kazi ya wokovu uhesabiwe. So si wewe unatenda, Mungu ndio anatenda. Na Mungu anataka wewe sasa uaminio ambao ametenda. Inaitwa imani kwa ile ametenda. Ndio uhesabiwe wokovu kwa hiyo neema ambayo Mungu amekufanyia. So tuangalie Warumi tena. Warumi 11 mstari wake wa 6. Lakini ikiwa wamechaguliwa kwa neema. Wamechaguliwa fanye nini? Waokoke. Wamechaguliwa waokoke. So kama wamechaguliwa waokoke. Si tena kwa msingi wa matendo. Si kwa matendo yao. Hawachaguliwi kwa matendo yao. Wamechaguliwa waokoke bila matendo yao. Mungu angalii matendo yao. Alafu anawachagua. So ili uokoke kwa uwezo wa Mungu, umefahamu dhambi zako, umepitia huzuni ya kiungu, umepitia toba. Sasa ili uokoke lazima uelewe kwamba hautaokoka kwa tendo lako lolote, uvuke uondoke kwako. Alafu utazamia lile tendo ambalo Mungu amekutendea la kukuokoa bila matendo yako. Ukiliamini unahesabiwa umeokoka. Tuangalie Warumi 4. Warumi 4. Unaweza kuanza mstari wa 3. Kitabu cha Warumi 4 mstari wake ni wa 3. Kwa maana maandiko yasemaje? Abrahamu alimwamini Mungu. Na ikahesabiwa kwake kuwa haki. Abrahamu alimwamini Mungu, alafu ikahesabiwa kwake kuwa haki. Abrahamu alimwamini Mungu, alafu kwa sababu Abrahamu amemwamini Mungu, Mungu akamhesabia Abrahamu haki. Abrahamu hajatenda. Abrahamu amemwamini Mungu. Alipomwamini Mungu, Mungu akamhesabia Abrahamu haki. Mungu ndo ametenda. Abrahamu ameamini kila ambacho Mungu ametenda, na ikahesabiwa kwake kuwa haki. So ni Mungu kile ambacho anakutendea, anatenda. Wewe uaminio kazi ambayo amekutendea, ndio uhesabiwe wokovu. Hiyo ndio kwa neema. Waweza endelea mstari wa 4. Basi mtu afanyapo kazi, mshahara wake auhesabiwi kwake kuwa ni zawadi. Mtu akiwa anafanyia kazi, analeta matendo ndio aokoke. Maandiko anasema ile mshahara atakaopewa haitahesabiwa neema, na hawezi kupata wokovu kwa kazi zako, kwa sababu ukifanya kazi utalipwa, na matendo yako yote hayakuingizi mbinguni. Matendo yako yote hayawezi kukupatia haki mbele za Mungu, na hawezi kuokoka kwa matendo yako. Wokovu hawezi pitia wokovu hawezi pitia njia ya matendo ya mtu. Wokovu inajua channel moja,
wokovu inajua njia moja, wokovu inajua pango moja, wokovu inajua barabara moja ambayo inaitwa neema. Hapo ndio inapitia. So moyo wa mwanadamu akiwa shajua dhambi zake, akiwa shageuka kutoka kwa makosa yake, basi anahitaji kitu ambacho inaitwa imani. Na atambue kwamba wokovu ni kazi ya Mungu na Yesu Kristo. Hakuna tendo lake lolote. Yeye anahitaji asikie, alafu aamini yule Mungu aliyemfanya hiyo kazi. Alafu kwake hesabiwe kuokoka, kwake hesabiwe haki. Hiyo ni njia ya neema. Apokee ule wokovu kwa njia ya neema bila matendo yake, lakini kwa matendo ya Mungu. Kwa misingi ya matendo ya Yesu Kristo. Kwa misingi ya damu ya Yesu Kristo. Kwa misingi ya mateso, kufa na kuzikwa na kufuka kwa Yesu Kristo. Yesu atende, wewe upokee. Hiyo ndio wokovu. Yesu atende, wewe uamini. Mungu atoe Yesu, wewe muamini bila tendo lako lolote. Ikiwa kuna matendo, basi Mungu anasema haitahesabiwa tena neema, haitahesabiwa tena wokovu. Mstari wa 5. Lakini kwa mtu ambaye afanyi kazi na anamtumaini Mungu. Lakini kwa mtu ambaye afanyi kazi, kwa mtu ambaye haendi mbele za Mungu kwanza na matendo yake, kwa mtu ambaye haiki matendo yake, haiki ndani ya moyo wake, sasa hata nikiokoka nitaishi vipi? Nikiokoka, Mungu anasema kwa mtu ambaye haendi mbele za Mungu na kazi zake, ametoka kwa kazi zake, hategemei kazi zake, haangalii kazi zake. Kwa mtu ambaye Lakini kwa mtu ambaye hafanyi kazi na anamtumainia Mungu. Kwa mtu ambaye hafanyi kazi, ametoka kwa kazi zake, ametoka kwa matendo yake, ametoka kwa nitaishi vipi baada ya wokovu, ameondoka huko. Mungu anasema kwa huyu mtu sasa, ambaye hategemei kazi zake, ambaye hafikiri kuhusiana na kazi zake, ambaye hana kazi zake, kwa huyu mtu, yeye ambaye wahesabia waovu haki, lakini anamwamini Mungu ambaye anahesabia waovu, anahesabia wenye dhambi haki. Imani yake inahesabiwa kuwa haki. Imani yake inahesabiwa kuwa haki. Mtu gani imani yake inahesabiwa kuwa haki? Mtu ambaye aangalii matendo yake, aangalii njia zake, ametambua kwamba matendo yake yote ni mabaya, matendo yake yote yameoza, matendo yake yote ni maovu mbele za Mungu. Matendo yake yote yakisimamisha hawezi kuziba lile pengo kati ya Lazaro na yule tajiri katika Luka 16. Amejua kwamba hawezi, ana matendo yoyote mazuri, hana chochote kizuri ambacho kinaweza toka kwake kikaenda mbele za Mungu akahesabiwa haki nacho. Hana chochote. Maandiko anasema huyu mtu ambaye hana matendo lakini anamwamini Mungu, anaamini kazi ya Yesu Kristo 100%. Maandiko anasema huyu ndiye anahesabiwa haki na imani yake inamhesabia wokovu. Amen. Mtu gani anahesabiwa wokovu? Mtu gani anahesabiwa haki? Mtu ambaye haendi mbele za Mungu na matendo yake, mtu ambaye haamini matendo yake, anaamini yeye ni mbegu ya dhambi kutoka kwa viuno vya Adamu. Zaburi ya 51 mstari wa 5. Anaamini yeye ni mtoto wa Ibilisi. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 8. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Anaamini kutoka tumboni yeye ni mwenye dhambi, amekuwa akiitenda, ameirithi, alafu babake ni Ibilisi. Hana tendo lolote jema mbele za Mungu. Anasema Mungu, mimi nimezaliwa kwa mbegu ya dhambi. Mimi sina chochote changu. Mawazo yangu ni machafu, moyo wangu ni mchafu, macho yangu ni machafu, mikono yangu ni michafu, miguu yangu ni michafu. Mimi ni mwana wa Ibilisi sawa na neno lako Bwana. Sina tendo lolote. Lakini Mungu, naamini wewe, na kuamini wewe ambaye wahesabia watu waovu kama mimi na wewe haki. Kwa njia gani? Kwa matendo yako Mungu. Kwa lile tendo utakalotenda, Mungu nipatie imani ya kuamini na nitakuwa msafi. Mkoma katika Mathayo 8 alikuja kwa Yesu akamwambia, Yesu, ukitaka unaweza kunisafisha. Unaweza kunisafisha. Huyu mkoma alitambua hawezi kujisafisha. Ameishi na ukoma kwa miaka, pengine ameishi na ukoma kwa miaka mingi ama masiku mingi. Amekuja kwa Yesu kwa Mathayo 8, amemwambia, Bwana, ukitaka unaweza kunisafisha. Yesu akamwambia, nataka. Hawezi kujisafisha, lakini anaamini Yesu ana uwezo wa kumsafisha. Maandiko yanasema katika Warumi 4 mstari wa 5,
Mtu gani anahesabiwa haki? Ni mtu ambaye ni muovu na hana matendo ya kujisafisha. Anaamini yule anayemsafisha ambaye ni Mungu, alafu anasafishika, imani yake inamsafisha. Huyu mkoma alikuja hivyo kwa Yesu Kristo. Mimi na wewe ni wakoma. Wewe ni mkoma katika dhambi, wewe ni mkoma. Wakoma ni watu wachafu. Huyu alikuwa mtu mchafu, lakini kuna imani alikuwa nayo ndani yake. Hiyo imani ndio ilimtakasa. Hiyo imani ndio ilimuosha. Hawezi kujiosha, hawezi kujitakasa, lakini alijua kunaye ambaye anaweza kumsafisha, kunaye ambaye anaweza kumponya, kunaye ambaye anaweza kumuosha. Akapeleka imani yake kwake, na maandiko yanasema akasafishika ukoma wake, akamsafi. Ni sawa na Warumi 4:5. Naweza rejelea tafadhali? Warumi 4:5. Lakini kwa mtu ambaye hafanyi kazi na anamtumainia Mungu. Lakini kwa mtu ambaye hafanyi kazi, haendi mbele za Mungu na matendo yake. Lakini elewa sentence nyingine. Lakini anamtumainia. Hii ndio inaweka tofauti. Unaweza kuwa kweli wasema mimi sina matendo Mungu, mimi ni mchafu, mimi si stahili. Lakini uko tu hapo. Utashinda hapo. Ukisema mimi si stahili. Ukija Simon, mimi si stahili. Simon, mimi ni yule mwenye dhambi. Utashinda hapo. Watu wengi wameshindia hapo. Lakini Mungu anataka akuonyeshe kitu kingine. Haendi mbele za Mungu na matendo yake. Anajua yeye ni mchafu, lakini haishii hapo. Anamtumainia. Hii ndio imani. Anamtumainia. Lazima uwe na tumaini. Damu ya Yesu Kristo inaweza kukusafisha. Inatosha kukuosha. Lazima uwe na hiyo tumaini. Lakini kama una hiyo tumaini lakini unaamini mimi ni muovu, mimi ni mchafu, mimi ni mwenye dhambi wa kila siku, utakaa hapo miaka mingi. Kuna watu ambao wanajua kwa hapo miaka mingi. Ukikutana naye mwaka umepita, miaka miwili, unamuuliza unaendeleaje? Anasema mimi bado niko pale pale, sistahili. Bado niko tu vile vile. Sawa, ustahili. Lakini nafaa uone hiyo sentence ya pili. Unaweza kusoma hiyo sentence nyingine? Irejelee tena tafadhali. Kitabu cha Warumi 4:5. Lakini kwa mtu ambaye hafanyi kazi na anamtumainia Mungu, yeye ambaye huwahesabia waovu wake, imani yake inahesabiwa kuwa haki. Kwa mtu ambaye hafanyi kazi, haendi mbele za Mungu kwa matendo yake. Haendi mbele za Mungu na matendo yake. Asante. Waelewa? Lakini haendi mbele za Mungu karo na matendo yake. Lakini maandiko yanasema amejua matendo yake ni mabaya. David amejua matendo yake ni mabaya. Alafu anageuka, lakini katika kujua matendo yake ni mabaya, kuna mtu anayemtumainia. Waelewa? Kuna mtu anayemtumainia. Hapo ndio kuna tofauti. Shetani anaweza kuokoka mahali matendo yako ni mabaya. Sawa, mimi ni yule muovu. Waona kama unanyenyekea, lakini unyenyekei. Au unyenyekei. Matendo ni mabaya sawa. Ni muovu sawa. Ni mbegu ya dhambi sawa. Ni mtoto wa ibilisi sawa. Lakini maandiko yanasema anamtumainia. Lazima kuwe na mtu ambaye unamtumainia kwamba kwa damu yake uovu wako wote utasafishwa. Kwa hiyo imani ndio wokovu. Anaeleza sehemu ya kwanza na pia kuna sehemu ya pili. Rejelea mara ya mwisho tafadhali. Warumi 4:5. Lakini kwa mtu ambaye hafanyi kazi na anamtumainia Mungu. Lakini kwa mtu ambaye hafanyi kazi na anamtumainia Mungu, lazima uwe na tumaini kwa Mungu kwamba ugonjwa wako wa dhambi, ugonjwa wako wa maovu, ugonjwa wako wa jehanamu, ugonjwa wako wa ziwa la moto, na ugonjwa wangu pia nikijiweka hapo kama mwenye dhambi, lazima uwe na tumaini kwamba Mungu ako na uwezo wa kuiondoa. Lazima uwe na tumaini kwamba damu ya Yesu Kristo iko na nguvu na mamlaka na uweza wa kukusafisha na kukutakasa na kuondoa kila uchafu. Tumaini kwa Yesu Kristo. Hivyo ndio Mungu anasema. Hivyo ndio Mungu anasema. Sina nguvu ya kujitoa kwa dhambi. Lakini naambiwa nigeuke, nitumainie damu ya Yesu Kristo. Iko na nguvu ya kuziondoa hizo dhambi. Na hiyo ndio wokovu. Lakini kwa mtu ambaye hafanyi kazi na anamtumaini Mungu, yeye ambaye wahesabia waovu wake. Mungu ambaye wahesabia.
Mungu anawahesabia waovu haki. Imani yake inahesabiwa kuwa haki. Imani yake inahesabiwa kuwa haki. Anamtumainia Mungu. Mungu kazi yake, akiona moyo ambao umetambua dhambi, moyo ambao umevunjika, moyo umepondeka, moyo umepata huzuni ya kiungu, moyo umepata toba, na matunda ya toba yanaonekana. Maandiko anasema Mungu anampatia mtu imani, alafu anaamini kazi ya Mungu, dhambi zake zinaondolewa. Amen. Hivyo ndio Mungu anasema. So si swala la nitafanya nini, ni swala la namtumainia Mungu aniondolee, aniosha, kusafishe. Ni swala la imani. Ni swala la kuwa na uhakika na damu ya Yesu Kristo. Ni swala la kupumzika na kutumainia ile kazi ambayo Mungu amekufanyia. Hiyo ndio neema. 6. Daudi pia alisema vivyo hivyo. Daudi pia alisema vivyo hivyo. Aliponena juu ya baraka za mtu. Ambaye Mungu humhesabia haki pasipo matendo. Mungu humhesabia haki pasipo matendo. Mungu humhesabia haki pasipo matendo. Soma Romans 6. Na mwingine asome Romans. Samani, utasoma hiyo. Na mwingine asome Romans 11:6. Romans 4:6 na Romans 11:6. Kitabu ni cha Warumi 11 mstari wake wa 6. Lakini ikiwa wamechaguliwa kwa neema, si tena kwa msingi wa matendo. Kama ingekuwa ni kwa matendo, neema isingekuwa neema tena. Rejelea mara ya mwisho. Warumi 11 mstari wa 6. Warumi 11 mstari wake ni wa 6. Lakini ikiwa wamechaguliwa kwa neema, si tena kwa msingi wa matendo. Si tena. Kama wamechaguliwa kwa neema, si tena kwa msingi wa matendo. Kama ingekuwa kwa matendo, neema isingekuwa neema tena. Neema isingekuwa neema tena. Waweza soma yako Romans 4:6. Usitoke hapo kwa inasema hivi: kama vile Daudi aunenavyo uweli wake, mtu yule ambaye Mungu amhesabii kuwa na haki pasipo matendo. Umhesabia. Kila vizuri hiyo neno. Kama vile Daudi aunenavyo uweli wake, mtu yule ambaye Mungu amhesabia kuwa na haki pasipo matendo. Maandiko yasema Warumi 4 mstari wa 6, Mungu umhesabia mtu haki. Tuko pamoja karo? Mungu anamhesabia mtu haki pasipo matendo. Na huyo mtu ndo amebarikiwa. Mtu gani amebarikiwa? Yule ambaye Mungu anamhesabia yule mtu haki. Mungu anamhesabia yule mtu haki. Mungu anamhesabia yule mtu haki pasipo matendo yake. Yeye mtu amechaguliwa pasipo matendo yake. Mtu amechaguliwa pasipo matendo yake. Amepewa wokovu pasipo matendo yake. Ameamini kazi ya Mungu aliyoifanya kupitia Kristo, na alipoamini moyo wake ni hana matendo mema, yeye si mtu mzuri. Kwa uwezo wa Mungu amegeuka kutoka kwa maovu na anaakili akigeuka. Maandiko yanasema Mungu anamhesabia huyo mtu haki. Mungu anamhesabia mtu wokovu pasipo matendo yake. Yaani yale ametenda Mungu hayaangalii ndo amhesabie haki. Mungu anampatia haki bila kuangalia matendo yake. Amen. So unapokuja kwa Mungu, usije kwa Mungu ukiangalia matendo yake. Usiyatambua ni maovu, umeakiri mbele za Bwana, umeatubu, umegeuka na unaendelea kukiri na kugeuka, kukiri na kugeuka, kukiri na kugeuka na kuyaacha.
na una moyo kwamba hauna tendo lolote zuri wala jema, na wamtumainia Mungu kwa ile kazi amefanya kupitia Yesu Kristo, akuoshe na akutakase, hiyo ndio neema na hiyo ndio wokovu. Weka mbali matendo yako na uone lile tendo ambalo Mungu amekutendea na ulitumaini na uliamini, hapo ndio utaokoka. Sasa hivi tunaposonga mbele, nataka uelewe kwamba Mungu anapokuokoa, Mungu atakapokuokoa, Mungu anapoendelea kuokoa, hahitaji matendo yako. Wewe wahitaji sasa ufungue masikio yako ya kiroho, ufungue macho yako ya kiroho, ufatizie kwa Biblia, utarajie sasa kuona lile tendo la Mungu aliyokufanyia ili likuokoe. Tendo la Mungu. Zaangalia Warumi, hiyo Warumi 6:11. Kitabu cha Warumi 6 mstari wake ni wa 11. Andiko 11:6. Warumi 11 mstari wake ni wa 6. Andiko nasema, lakini ikiwa wamechaguliwa kwa neema. Lakini ikiwa wamechaguliwa kwa neema, yani bure. Si tena kwa msingi wa matendo. Si tena kwa msingi wa matendo. Kama ingekuwa kwa matendo, basi kama ingekuwa tunachaguliwa kwa matendo ama tuokoka kwa matendo, neema isingekuwa neema tena. Hiyo wokovu haingekuwa neema tena. Hiyo wokovu haingeitwa wokovu tena. Mungu anasema tumechaguliwa. Mungu anasema ulichaguliwa bila matendo yako. Waefeso 1 mstari wa 4. So ni sahihi tutakapokuwa tukiendelea kusoma, ni ufungue macho yako. Uangalie ni matendo gani Mungu alitenda ili uamini, ili uwe wokovu. Waefeso 1:4. Kitabu cha Waefeso 1 mstari wake wa 4. Kwa maana alituchagua katika yeye. Kwa maana Mungu alituchagua katika Kristo Yesu. Kabla ya kuumbwa ulimwengu. Mungu alituchagua katika Kristo Yesu. Kabla kuumbwa ulimwengu. Ili tuwe watakatifu. Na bila lawama mbele zake. Kwa upendo. Rejelea tena. Kwa maana alituchagua katika yeye. Kwa maana Mungu alikuchagua. Kumbuka tumesoma. Waweza fungua Warumi 11. Waweza baki hapo. Warumi 11:6. Kumbuka tumesoma kwamba Mungu anachagua watu pasipo matendo yao. Mungu anachagua watu pasipo matendo yao. Waefeso inasema ulichaguliwa uokoke kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu alikuchagua uokoke kabla misingi ya ulimwengu kuumbwa. Ina maana hata kabla Adam kuumbwa, Mungu alikuchagua uokoke. Mungu alikuchagua uwe mtakatifu. Si kwa matendo yako. Mungu alikuchagua kwa matendo yake. Sasa anakuita uamini matendo yake ili uokoke. Waweza soma Warumi 11 mstari wa 6. Warumi 11 mstari wake ni wa 6. Lakini ikiwa kwa neema, haiwi kwa matendo. Ikiwa kwa neema, haiwi kwa matendo. Tena. Hapo neema isingekuwepo neema. Yeah. So Mungu anasema, rejelea mara ya mwisho. Lakini ikiwa kwa neema, ikiwa tumechaguliwa kwa neema, haiwi kwa matendo tena. Ikiwa tunapokea wokovu, tunachaguliwa kwa neema, haiwi kwa matendo tena. Hapo neema isingekuwa neema. Hapo neema isingekuwa neema.
So katika Warumi 11:6 Mungu anaonyesha jinsi anakuchagua. Anasema anakuchagua bila matendo yako yoyote. Alikuchagua lini? Bila matendo yako yoyote. Mungu anasema anakuchagua kwa neema, anakuchagua bure bila matendo yako. Amebarikiwa mtu yule ambaye Bwana humhesabia haki pasipo matendo yake. Yule mtu ambaye anamtumainia Mungu pasipo kuangalia matendo yake, huyo ndio Mungu anamhesabia haki. So Mungu alikuchagua lini? Mungu alikuchagua lini bila matendo yako? Ni lini? Waefeso 1:4. Kwa maana alituchagua katika yeye. Kwa maana Mungu alituchagua katika Kristo Yesu. Kabla kuumbwa ulimwengu. Kabla kuumbwa ulimwengu. Ili uwe mtakatifu. Bila lawama mbele zake. Na bila lawama mbele zake. Upendo. So Mungu alikuchagua lini? Mungu alikuchagua kabla misingi ya ulimwengu. Mungu alikuchagua. Hii ndio wokovu. Hii ndio wokovu kwa njia ya neema. Kabla misingi ulikuwa wapi? Kabla misingi Karo, matendo yako yalikuwa wapi? Kabla misingi ya ulimwengu hukuwa. Mungu anasema alikuchagua kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Sasa wewe unafaa uamini yale matendo ambayo Mungu alikutendea kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu ili uokoke, ili uwe mtakatifu. So Mungu alikuchagua kabla misingi ya ulimwengu. Acha tuangalie hapa. Unaweza soma Ufunuo 13:8. Kitabu ni cha Ufunuo 13:8. Nao watu wote waishio duniani watamwabudu huyo mnyama. Yaani wale wote ambao majina yao hayakuandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Mwana-kondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Mungu anasema katika Efeso 1:4 kwamba alikuchagua bila matendo yake kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Alikuchagua vipi? Mungu alimchinja mwana-kondoo. Si matendo yako Karo. Kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu hakuna tendo la mwanadamu lilikuwa. Tendo lililokuwa tu peke yake ni la Mungu, kumchinja mwana-kondoo. Mungu alimchinja mwana-kondoo. Mwana-kondoo ni Yesu Kristo. Kuna mwana-kondoo. Mungu akamchinja mwana-kondoo. Hii ni damu. So tunaona tendo la Mungu. Tendo ni Mungu akamchinja. Mungu akamchinja mwana-kondoo. Mungu akamchinja mwana-kondoo. Ili ni tendo ambalo Mungu amekutendea. Karo. Ili ni tendo ambalo Mungu alitenda. Mungu alimchinja mwana-kondoo. Hakuna tendo lako kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Tendo ni la Mungu. Nani alitenda hii kazi ya kumchinja mwana-kondoo? Ni Mungu. Ufunuo 13:8. Mungu akamchinja mwana-kondoo, na kwa damu ya mwana-kondoo Mungu akaosha dhambi zako zote, zile ambazo hata hujazitenda, hata hujairithi, hata sijaitenda, hata sijairithi, hata hajatenda dhambi. Mungu tayari akamchinja mwana-kondoo. Mungu anataka umwamini yeye.
Wale watu ambao hawaji mbele za Mungu na kazi zao, matendo yao ni maovu, lakini wanatumaini tendo la Mungu, kwamba kweli Mungu alimchinja mwanakondoo, na kwa kazi ya kumchinja mwanakondoo dhambi zangu zimeoshwa. Hiyo ndio Mungu anakuhesabia wokovu, anakuhesabia haki kwa hili tendo. Hili ndio tendo Mungu alitenda. Baada ya Mungu kumchinja mwanakondoo, elewa, Mungu akimchinja mwanakondoo, kuna kitabu mbinguni, kitabu cha majina. Hiki ni kitabu cha uzima. Hiki ni kitabu cha uzima. Kabla ulimwengu hata kuanza, ulimwengu hata huko, hii ni mbingu tu. Ulimwengu hata huko. Mungu baada ya kumchinja mwanakondoo alienda katika kitabu Ufunuo 17:8. Ufunuo. Utasimama kwa 13 na utasimama pia kwa 17. Usifunge 13, naweza angalia Ufunuo 17:8. Kitabu ni cha Ufunuo 17 mstari wa 8. Huyo mnyama ambaye ulimuona wakati fulani alikuwepo, lakini sasa hayupo, naye atapanda kutoka lile shimo na kwenda kwenye maangamizo yake. Watu waishio duniani ambao majina yao Karo, watu ambao wanaishi duniani ambao majina yao hayakuandikwa. Watu waishio duniani ambao majina yao hayakuandikwa kwenye kitabu cha uzima. Hayakuandikwa kwenye hiki kitabu cha uzima tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Watastaajabu kumuona huyo mnyama. Maana alikuwepo wakati fulani na sasa hayupo, lakini atakuwepo. So maandiko yanasema wale ambao majina yao hayakuandikwa, hii kazi ya kuandikwa ilifanyika kabla misingi, kabla kuwepo kwa ulimwengu. So ilifanyika before the world. Majina yaliandikwa kabla ulimwengu. Mwanakondoo alichinjwa kabla ulimwengu. So Mungu alimchinja mwanakondoo kabla ulimwengu. Mungu alichagua watu wake, akamchinja mwanakondoo bila matendo yao. Alafu akaandika majina ya watu wake moja baada ya lingine. So Mungu amefanya kazi mara ngapi? Ya kwanza, tendo la Mungu la kwanza, tendo la kumchinja mwanakondoo kabla kwa misingi ya ulimwengu, tafadhali. Tendo la pili tu ni kuandika majina ya watu wake. Na yule ambaye jina lake alitapatikana hapa atatupwa katika ziwa la moto. Weza soma Ufunuo 20:15. Ndio ujue kwa nini Mungu alikuwa anaandika majina hapa. Na utake kuwa kwa uwezo wa Mungu, na utake kuamini kazi ya Mungu, ili kwa uwezo wa Mungu jina lako kwa imani liwe hapa. Kwa sababu jina lako likikosa hapa katika hichi kitabu, utatupwa katika moto. Unaweza kusoma tafadhali Ufunuo, kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 15. Sawa. Iwapo mtu jina lake jina lake alikuonekana katika hiki kitabu cha uzima, alitupwa ndani ya lile ziwa la moto. Alitupwa ndani ya lile ziwa la moto. Weza soma yako Petro? Ufunuo 20 mstari wa 15. Anasema, na iwapo mtu yoyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto.
alitupwa katika lile ziwa la moto. Mungu anatuchagua. Mungu anakuchagua kwa nini? Anamchinja mwana kondoo, anaosha dhambi zako, anakuita uzitubu, anakuita uzikiri. Alafu Mungu anaenda anaandika majina katika kitabu cha uzima ili usitupwe katika ziwa la moto, jina lako lionekane hata kabla hujatenda dhambi. Maandiko yanasema kwa Efeso, tumesoma moja mstari wa 4 kwamba Mungu alituchagua kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu. Mungu alituchagua vipi? Alimchukua mwana kondoo ambaye ni Kristo Yesu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu akamchinja Yesu Kristo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu akaandika jina lako, Mungu akaandika jina langu katika kitabu cha uzima. Halafu Mungu anakuambia sasa, tubu dhambi zako, ingia kwa mpangilio wa Mungu, uamini kazi ambayo uamini tendo ambalo Mungu amekutendea. Hiyo ndio wokovu. Unapoamini tu jina lako lina reflect. Nani amemchinja kondoo? Mungu. Nani ameandika majina katika kitabu cha uzima? Ni Mungu. Mungu anakuambia hauna matendo. Ushakiri uovu wako, ushatubu uovu wako, endelea kutubu mpaka kutokuamini. Sasa amini tendo la Mungu ambalo alikufanyia kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Uipokee. Uipokee. Huyu mwana kondoo Mungu alimchinja, alitoa damu. Blood, damu. So dhambi zetu zilioshwa, dhambi yako ilioshwa hata kabla uitende. Dhambi yako ilioshwa hata kabla uirithi. Dhambi yako ilioshwa kabla kwa misingi ya ulimwengu. Manake kasi ya damu, Mungu akimchinja mwana kondoo kwa Ufunuo 13 mstari wa 8. Mungu akimchinja mwana kondoo atatoka damu. Hii damu kasi yake ni kusafisha dhambi zako. Hii damu kasi yake ni kuondoa makosa yako. Makosa yako na yangu yaliondolewa hata kabla tuyatende. Basi Mungu anataka nitumainie hapo. Nimeyatenda. Kumbe Mungu aliyaona. Sasa ni kuyakiri, kuachana nayo na kuamini kwamba haya yalioshwa hata kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hii ndio kuamini kazi ya Mungu. Amen. Hii kazi ya damu. Damu kazi yake ni nini? Kuosha. Na Mungu alipomchinja mwana kondoo kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, alikuwa anaosha dhambi ya nani? Dhambi yako. Dhambi zangu. Mungu akiandika jina lako katika kitabu cha uzima, alikuwa anakuepusha na ziwa la moto. Sasa ni kuvuka na kuamini hilo kazi ya Mungu kwanza mbinguni ilivyotendeka, ilivyokamilika mbinguni. Alafu Yesu akija kuifanya duniani, Mungu anakuambia sasa uipokee zaidi. Kazi ambayo Mungu anaifanya duniani ashaifanya mbinguni. Amina. Ashaifanya mbinguni. So wezaona Mungu alikuwa ashamaliza kazi yake. Acha tusome wa Efeso 2 mstari wa 8 na 9. Kitabu cha Waefeso 2 mstari wake ni wa 8. Kwa maana mmeokolewa kwa neema. Maana mmeokolewa kwa neema. Kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani. Wala si kwa matendo yenu mema. Wala si kwa matendo yenu mema. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Rekida tena. Kwa maana mmeokolewa kwa neema. Kwa maana mmeokolewa kwa neema. Mungu anasema kwa maana umeokolewa kwa neema. Kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani. Wala si kwa matendo yenu mema. Wala si kwa matendo yenu mema. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Umeelewa nini hapo David? Neema ni nini? Yes. Bora uamini. Ieleze kwa sauti sasa. Kitu ambacho umefanyiwa
ni kitu ambacho umefanyiwa bila matendo yako. Bora uiaminio kitu ilifanywa kwa sababu yako ili uokolewe. Very correct. Ndio maana Mungu alifanya. Sawa? Mungu alifanya hii kazi. Damu ikamwagika kwa mwana kondoo. Mungu akasafisha dhambi zako zote. Ni Mungu anafanya. Alafu Mungu anaenda anaandika majina yako. Anaandika jina lako. Anaandika jina langu. Sawa? Analiandika katika kitabu cha uzima. Mungu anafanya hii kazi yote. Maandiko yanasema hakuna kila kitu usafishwa kwa damu, na pasipo umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Waebrania 9 mstari wa 10:22. So Mungu akimchinja mwana kondoo, ondoleo la dhambi ya David ilikuwa inaondolewa. Amen. Dhambi za Karo zilikuwa zinaondolewa. Amen. Wakati hakuna hata misingi ya ulimwengu, wakati David hata hajakosa, Mungu akimchinja Yesu Kristo ambaye ni mwana kondoo. Hii ndio neema. Damu ya Yesu Kristo ilikuwa inamwagika, damu ya kondoo inamwagika. Na ile damu ya kondoo, Warumi 9 mstari wa 22 inasema hakuna vitu vyote usafishwa kwa Waebrania 9 mstari wake wa 22. Naam. Kwa kweli sheria hudai kwamba, kwa kuwa sheria hudai kwamba karibu kila kitu kitakaswa kwa damu. Karibu kila kitu, maovu, dhambi, laana, Mungu anasema karibu kila kitu kitakaswe kwa damu. Wala pasipo kumwaga damu hakuna msamaha wa dhambi. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Amina. So Mungu akimchinja mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo kabla ya kwa misingi ya ulimwengu, hii damu ilikuwa inamwagika. Hii ndio neema. Hii damu inamwagika kabla hata matendo yako hayaonekana machafu. Hii damu inamwagika. Mungu ndo anasema hiyo ndio neema, na kupitia neema hiyo ndio amekuchagua uokoke. Amen. Sivyo ndio Mungu anasema? Amen. Matendo yako yalikuwa hayajaonekana, ya Adam hata hayajaonekana, lakini damu tayari imeonekana. Inamaanisha wokovu ndio ulitangulia dhambi kwa wanadamu. Amen. Wokovu ndio ilitangulia, damu ya mwana kondoo ndio ilitangulia. So Mungu anakuambia mtumainie yeye na ile kazi aliyokufanyia kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu. Ndio maana tunasoma Efeso 2 mstari wa 8. Huu ndio wokovu Mungu alikupatia bila matendo yako, bila kuonekana. Akiandika majina, si tulikuwa umetenda ndio akakuandika. Ilikuwa ni yeye ametenda ndio akakuandika yeye. Kwa lile tendo ambalo yeye ametenda ndio jina lako limeandikwa. Sasa wewe ni kuamini yale aliyotenda kabla ya kwa msingi wa ulimwengu ili jina lako li reflect. Amen. Hiyo ndio wokovu. Waweza rejelea sasa Efeso 2 mstari wa 8. Kitabu cha Efeso 2 mstari wake ni wa 10, mstari wake ni wa 8. Waefeso 2 mstari wake wa 8. Naam. Kwa maana mmeokolewa kwa neema. Kwa maana mumeokolewa kwa neema, yani na maisha bure bila matendo yako, kwa tendo la Mungu na Yesu Kristo. Kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani. Imani sasa ni lazima uamini. Lazima uamini Karo kwamba hili Mungu alinitendea. Lazima uamini kwamba Mungu aliandika jina lako katika kitabu cha uzima. Lazima uamini ili upokee ile wokovu ambao Mungu amekufanyia kabla kwa misingi ya ulimwengu. Unahitaji imani ili upokee wokovu kupitia neema. Imani ni kukubaliana na kuamini ile kazi Mungu alikufanyia. Ndio maana ninasema umeokolewa kwa neema kupitia njia ya imani. Imani ni bayana ya mambo ambayo hayaonekani, lakini ni kuwa na uhakika. Kuwa na uhakika kwamba Mungu alimchinja mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Kuwa na uhakika kwamba mwana kondoo akichinjwa damu ilimwagika, dhambi zako zikaoshwa. Kuwa na uhakika kwamba mwana kondoo akichinjwa alikufa. Warumi 6 mstari wa 23. Mshahara wa dhambi ni mauti. Deni lako la dhambi likalipwa, dhambi zako na zangu zikaoshwa. Amen. Kabla kwa misingi ya ulimwengu. Jina lako likaandikwa, langu likaandikwa katika kitabu cha uzima. Hiyo ndio imani David. Hiyo ndio imani Karo. Yaani waingia mbinguni kwa tendo la Mungu aliyokutendea kabla kwa misingi ya ulimwengu. Alafu waingia mbinguni pia kwa tendo ambalo Mungu alilitenda duniani. Yale alitenda mbinguni ametenda duniani, umeamini yote. Hakuna matendo yako. Mstari wa 9.
Kitabu ni cha Waefeso 2:9. Si kwa matendo. Si kwa matendo. Ili mtu yeyote asije akajisifu. Mungu anasema si kwa matendo. Matendo yako yamewekwa kando. Matendo yako yamewekwa kando. Mungu anasema si kwa matendo. Ili mtu yeyote asije akajisifu. Ili mtu yeyote asije akajisifu. Ndipo ndo Mungu anasema. Hii ni kazi ya Mungu, Mungu amefanya, ni tendo la Mungu. Mungu anakuambia si kazi yako. Haujatenda, usijisifu. Wala pia usijihukumu kwamba nitaokoka kweli. Mungu anakuambia uamini ile kazi amekutendea ili iwe yako. Umeelewa paka? So paka hapo Waefeso 8:9 inaongea kuhusiana na wokovu wa Mungu kuandika jina lako kwa kitabu cha uzima. Hapa tuwe makini tafadhali. So Mungu akaandika jina hapa. Akaandika David. Alafu akaandika Karo. Sawa. Okay, hayo mengine tutaangalia. Petro na mengine mengi. Sawa sawa. So tukiangalia hivi, hii imekamilika. Hii imekamilika. Sawa? Sawa. Alafu kitu ambacho unafaa uelewe pia, kuna vitabu. Mbinguni pia kuna vitabu. Ona hivi vitabu vya matendo. Hello? Sawa? Choki akili huku. Vitabu vya matendo. David. Sawa? So hiki ni kitabu cha wokovu. Ile kazi Mungu amekufanyia, jina lako limeandikwa. Hiyo ndio kazi ya Mungu amekufanyia. Na hiki ni kitabu cha uzima. Alafu mbinguni kuna vitabu vya matendo. Sawa? So baada ya kupokea imani ya wokovu, jina lako lina reflect, linakuwa kweli lilivyokuwa katika kitabu cha uzima. Alafu kumbuka kuna vitabu vya matendo. Matendo yako sasa baada ya wokovu. Mungu pia akimchinja mwana kondoo alichukua pia matendo. Alichukua matendo ya mwana kondoo. Mungu alichukua damu ya mwana kondoo, mauti ya mwana kondoo akakuhesabia wokovu. Mungu pia akimchinja mwana kondoo alichukua matendo. Mungu alichukua matendo. Mungu akajaza jina lako kwa kitabu cha uzima, alafu akajaza matendo yako, matendo ya Yesu Kristo kwa vitabu vyako vya matendo. Mungu si akajaza. Na maanisha Mungu akaeka ndani yako. Wakati unaokoka, jina lako linaandikwa, alafu matendo ambayo Mungu aliandaa yanaikwa ndani yako pia. Sasa unakuwa umeingia kwa kitabu cha uzima, na pia umekuwa na kazi. Umekuwa na kazi za matendo za Yesu Kristo. Zile kazi za vitabu umekuwa nazo pia. So hauhitaji kuwa na wasiwasi kwamba nikishaingia katika kitabu cha uzima, je, matendo yangu? Mungu anasema ukiingia katika kitabu cha uzima, tayari matendo yako yanauawa kwa matendo ya Yesu Kristo. Ambao matendo ya Yesu Kristo ndio yatajaza haya matendo, vitabu vya matendo. Amina. So hauhitaji kuwa na uoga. Mungu alimaliza kazi yote pale kabla kwa msingi ulimwengu, alimaliza yote. Kuna vitabu vyako viko empty vya matendo. Mungu anajua. Ukiokoka tu hivi, jina lako likiandikwa tu katika kitabu cha uzima, jina lako likiandikwa kwa kitabu cha uzima, Mungu anasema pia ile siku umeamini, Mungu anachukua matendo ambayo aliyatengeza kabla hata kwa misingi ya ulimwengu. Matendo pia alitengeza. So Mungu alitengeza, alimchinja mwana kondoo. Asante. Mungu alitengeza wokovu. Mungu alitengeza wokovu kabla kwa misingi ya ulimwengu. Mungu alitengeza wokovu. Alitengeza siku na tarehe ambayo wewe utaokoka. Sawa sawa. Mungu alitengeza. Alafu Mungu akatengeza matendo ya wokovu. Mungu akakutengezea pia matendo. Akaandika jina lako kwa kitabu cha uzima. Alafu
akakuwekea matendo ambao ukiokoka atayaweka ndani ili uendelee kutembea kwa hayo, ili vitabu vya matendo mbinguni vijazwe matendo ya Yesu Kristo. Amen. Kitabu ni chako cha matendo, lakini matendo ni ya Yesu Kristo. Ili Mungu akichukua vitabu vyako vya matendo, akianza kusoma David alifanya nini baada ya wokovu, akianza kusoma Petro alifanya nini baada ya wokovu, Karo alifanya nini baada ya wokovu. Mungu anasoma vitabu vyako vya matendo, lakini anasoma matendo ya Yesu Kristo ambao alipomchinja mwana kondoo alikuwekea ndani. Hivyo na Mungu anafanya. So wokovu ni kitu complete. Hauhitaji kufikiria nitaishi vipi baada ya wokovu, matendo yangu yatakuwaje baada ya wokovu. Mungu alifanya kazi yote kamilifu. Alifanya kazi yote kamilifu. Amen. Alishughulikia kitabu cha uzima na akashughulikia vile matendo yako, vile matendo ya Kristo yataandikwa kwa niaba yako. Ili katika kitabu cha uzima kazi ni ya Kristo. Katika vitabu vyako vya matendo baada ya wokovu bado ni matendo ya nani? Ya Yesu Kristo. So itajiachilie David. Uondoe ile shaka nitaishi vipi uondoe hiyo. Wewe soma mstari wa 10. Efeso 2:10. Yeah. Maana tu kazi yake. Tuliumbwa katika Kristo Yesu. Tuliumbwa katika Kristo Yesu. Tutende matendo mema. Tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. So Mungu alitengeza matendo ili tuenende nayo. Mungu akimchinja mwana kondoo akipatia wokovu, Mungu alitengeza pia matendo ili uenende katika hayo matendo. Matendo yako yako msalabani, uwawe uondolewe, alafu Mungu achukue matendo ya Yesu Kristo ayaweke ndani yako. Na hayo matendo pia wapewa kwa neema. Vile vile wokovu umepewa bure, hayo matendo pia umepewa bure. Weza soma Agano yako 8, 9 and 10. Waefeso 2 mstari wa 8. Kwa maana mmeokolewa kwa neema. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Wala si kwa matendo yenu mema. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Amen. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Verse 8 ni wokovu. Verse 9 unaambiwa si kwa matendo yako. Verse 9 si kwa matendo ili mtu yote asije akajisifu. Mungu anasema si kwa matendo yako ili mtu yote asije akajisifu. Tena kwa maana sisi ni kazi ya mikono ya Mungu. Mungu anasema sisi, wewe na mimi, ni kazi ya mikono ya Mungu. Tulioumbwa katika Kristo Yesu. Ili tupate kutenda matendo mema. Ambayo Mungu alitangulia kuyaandaa. Tupate kuishi katika hayo. Ni kazi ambayo Mungu aliandaa. Matendo ambayo Mungu aliandaa ili tupate kuishi katika hayo. Matendo ambayo Mungu aliandaa. Waelewa sasa? Wokovu uliandaliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, na matendo ya wokovu pia yaliandaliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ni wewe kuamini, kupokea yoyote, kupokea wokovu, jina lako kuandikwa katika kitabu cha uzima, na pia kupokea matendo ili matendo yako pia yaandikwe katika kitabu. Matendo ya Yesu Kristo ndani yako yaandikwe katika vitabu vyako vya matendo. Unapumzika katika wokovu uliokamilika. Wokovu unapokea kwa imani kupitia neema bure, na matendo pia ya Yesu Kristo unapokea kwa neema kupitia imani bure. Wewe kazi yako ni kupokea. Elewa.
So ukitoka duniani, so vitu hapa. Ninyi watakatifu zaidi. Ukitoka duniani, utasimama mbele ya kitabu na vitabu. Utasimama mbele ya kitabu na vitabu. Vitabu vya matendo. Kama hukuwahi kuamini Injili, kutubu dhambi na kuamini Injili kwamba Mungu alishughulikia dhambi zako kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kwa kumchinja Yesu na kutoa dhambi zako na kuandika jina lako katika kitabu cha uzima na kuchukua matendo ya Yesu Kristo kukuandalia. Alafu wakati umeamini akaika wokovu na akaika matendo ya Yesu Kristo, na matendo ya Yesu Kristo yakawa yanaandikwa kwa vitabu vyako vya matendo. Ukifa utasimama mbele ya hizi vitabu. Kama ukuwahi kuamini, kama ulisikia wepesi, utasimama mbele ya hiki kitabu cha uzima na vitabu vya matendo, na matendo ya Yesu Kristo hataonekana kwa vitabu vyako vya matendo. Hayataonekana na utahukumiwa. Jina lako litapatikana katika kitabu cha uzima na utahukumiwa. Hii ndio nafasi ya kuamini. Hii ndio nafasi. Weza soma Ufunuo 20. Ufunuo 20. Mstari wake. Ufunuo 20 anza 12. Kitabu cha Ufunuo 20 mstari wake wa 12. Ufunuo 20 mstari wake ni wa 12. Nami nikawaona wafu wakubwa na wadogo. Nami nikawaona wafu wakubwa na wadogo. Wakiwa wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Nami nikawaona wafu wakubwa na wadogo. Wakiwa wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Na vitabu vikafunguliwa. Mungu anasema vitabu. Hivi vitabu vikafunguliwa. Vitabu ni vingi. Vitabu vikafunguliwa. Pia kitabu kingine kikafunguliwa. Hiki kitabu. Pia kitabu kingine kikafunguliwa. Ambacho hichi kitabu ni kile cha uzima. Mali Mungu alipomchinja mwana kondoo, alichukua majina akaandika katika kitabu cha uzima. Hao wafu mimi na wewe tukahukumiwa sawasawa na matendo yao. Kama yalivyoandikwa ndani ya hivyo vitabu. Kama yalivyoandikwa ndani ya hivyo vitabu. Ndio maana Mungu anasema kwa Efeso 8, tumeokolewa bila matendo yetu. 9 anasisitiza bila matendo. 10 anasema kuna matendo aliandaa. Matendo yake, matendo ya Yesu Kristo akayaweka ndani yetu, ili tunapoamini tunapokea vitu viwili: haki ya Mungu na matendo ya Mungu. Tuanza kitabu cha kwanza ni mahali tumeamini kwa imani. Hiki ni kitabu cha imani. Bila tendo lako lolote unaingia hapa. Kitabu cha imani. Sawa, cha uzima. Kitabu cha imani, cha uzima. Bado unaamini kazi kwa uwezo wa Mungu, jina lako lina reflect. Kitabu cha uzima. Alafu kuna vitabu vya matendo. Vitabu vya matendo ni yale matendo ya Yesu Mungu ameweka ndani yako, yaendelee kuandikwa katika vitabu vyako vya matendo. Ili ukisimama hapa hauhukumiwi kwa matendo yako. Wale matendo mema ya Yesu Kristo, yale Mungu aliweka ndani yako ulipoamini. Na hayo matendo yanakuingiza paradiso. Hayo matendo yanatoka na hiki kitabu. Matendo ya Yesu yakisomwa hapa kwa vitabu vya matendo, jina lako na langu litapatikana katika kitabu cha uzima. Hivyo ndio Mungu anafanya. So unaona kazi ya kwanza kuanzia uokoke mpaka utakapoishi maisha yako duniani ni kazi ambayo iliisha kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ni kazi ambayo Mungu ameshughulikia kwa imani na kwa matendo. Amekupatia matendo ya Yesu Kristo yaandikwa kwa vitabu vyako vya matendo na kaandika jina lako kwa kitabu cha uzima. Wakristo ambao hawaenendi katika matendo ya Yesu Kristo, majina yao yanafutwa kwa hichi kitabu cha uzima, na matendo maovu yatawahukumu na majina yao hayatapatikana. So wewe ambao hujaokoka, wewe ambao umeokoka, naamini Mungu anazidi kukuonyesha yale ambayo yalifanyika ulipookoka. Wale ambao hawajaokoka, inafaa umlilie Mungu zaidi. Umlilie Mungu zaidi na uamini zaidi
kwa sababu mwisho wa siku utasimama mbele ya kitabu cha uzima na mbele ya vitabu vya matendo. Kama hukuwahi kumwamini Kristo, matendo yako yote ni machafu, jina lako litapatikana hapa. Haya matendo ambayo yatasomwa hapa yakiwa ni matendo ya Kristo ndani yako na ulitembea, basi jina lako litaonekana hapa. Hiyo ndio hukumu. Hiyo ndio hukumu. Jina lako litasomwa hapa. So mwenye dhambi mtu yote duniani anafaa take sana. Kila mtu amesikia Mungu amemfanyia hapa duniani, hapa mbinguni. Anafaa kiamini sana. Akiamini sana na kupitia kukiamini atasecure, utapokea jina lako litareflect katika kitabu cha uzima na utapokea matendo ya kuendelea kutenda katika vitabu vya matendo, ambao ni matendo ya Yesu Kristo. Hiyo ndio itakuwa wokovu mpaka ile siku ya mwisho. Tumewe umeelewa? Huyu mwana-kondoo aliyechinjwa. Hii kazi Mungu alifanya kabla kwa msingi wa ulimwengu. Mungu alileta duniani. Baada ya mwanadamu kuzaliwa katika dhambi, Zaburi ya 51 mstari wa 5, mwanadamu akazaliwa katika dhambi. Ukawa mwenye dhambi David. Ulifikiaje kuja paka sahi hapa karo? Ni kwa sababu Mungu alipofanya kazi, alikumalizia. Mungu alikumalizia kazi ya wokovu. Mungu alimaliza katika imani na katika matendo. Mungu alikamilisha hiyo kazi. Kabla kwa msingi wa ulimwengu, Mungu ameionyesha. Kwa sababu amemchinja Yesu Kristo. Wewe lazima uje duniani. Adam akaasi pale bustanini mwa Edeni. Adam akatenda dhambi. Mimi na wewe tukazaliwa katika dhambi. Unaweza kusoma. Hapa ndio ukazaliwa katika dhambi. Zaburi ya 51 mstari wake wa 5, hakika mimi nilizaliwa mwenye dhambi. Hakika mimi nilizaliwa mwenye dhambi. Wewe ulizaliwa mwenye dhambi. Adam aliasi karo. Ukazaliwa mwenye dhambi. Mwenye dhambi tangu nilipotungwa mimba kwa mama yangu. Mwenye dhambi tangu nilipotungwa mimba kwa mama. So asili yako ikawa chafu. Asili yangu ikawa chafu, tukawa wenye dhambi. Kuna kazi Mungu alifanya kabla tuingie kwa dhambi, ya kumchinja mwana-kondoo, alafu kuandika majina katika kitabu cha uzima, alafu pia kutengeza matendo ya wokovu, ambapo pia ya matendo tutayapokea kwa neema. Amen. Mungu akaileta ile kazi duniani sasa ionekane. Yesu alichinjwa wapi mara kwanza? Mbinguni. Kwa nini anachinjwa tena duniani? Ni kwa sababu wewe ushaingia katika dhambi. Sasa wewe waonekana. Mimi naonekana. Yesu, ile kazi Mungu alifanya ilikuwa inatabiri ile atakuja kufanya duniani. Yesu akija duniani na kufanya kazi ambayo tayari Mungu ashaifanya. Sasa inahitaji uamini kazi ambayo imefanya mbinguni na yafanya duniani na bado ingie tena. Hii itakuwa kazi wewe. Sawa, hii itakuwa kutokuamini kiasi gani? Itakuwa miaka imepita hata kutokuamini. So nilipozaliwa na dhambi, Mungu akamtuma Yesu Kristo. Yesu akaja kama mwana-kondoo. Mungu alichinja kondoo. Mungu alichinja kondoo huko kale. Mungu akamleta Yesu kama kondoo. Yesu kama kondoo ameletwa duniani sasa. Yohana 1:29. Yesu amekuja kama mwana-kondoo kuchukua hiyo dhambi David. Hii dhambi ambayo Mungu alimchinja huko. Yesu amekuja duniani kuichukua, kuibeba. Yohana 1:29. Siku iliyofuata Yohana alimuona Yesu akimjia. Yohana akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yesu anaitwa mwana-kondoo kuanzia mbinguni. Huyu kondoo anakuja hapa duniani. Yohana anapomwona Yesu, Yohana anasema, mtazameni mwana-kondoo. Mtazame mwana-kondoo. Mahali dhambi yako imechukuliwa ikawekwa kwa mwana-kondoo. Mungu anakuambia mtazame mwana-kondoo karo. Si dhambi pekee yake, paka maovu. Ile kazi Mungu alifanya huko mbinguni
ndio Mungu alifanya duniani. Isaya 53 mstari wa 6. Mungu anasema sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mmoja amegeukia njia yake mwenyewe. Naye Bwana Mungu aliweka juu ya Yesu Kristo, aliweka juu yake maovu yetu sisi sote. Isaya 53 mstari wa 6. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Naye Bwana aliweka juu yake. Naye Bwana aliweka juu yake. Mungu akachukua dhambi zako, dhambi zetu, akaziweka juu ya Yesu Kristo. Vile huko mbinguni alifanya, alichukua dhambi zetu ambazo hatujatenda na tungezitenda, akaziweka juu ya Yesu Kristo. Mungu anasema kwa duniani pia alichukua dhambi zako, makosa yako, maovu yako, akamtwika mwanae ambaye ni Yesu Kristo. Amen. Endelea. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Naye Bwana aliweka juu yake. Maovu yetu sisi sote. Huyu ndio kondoo alichinjwa. Mungu akamchinja. Yesu amebeba dhambi zako, maovu yangu. Yesu akachinjwa msalabani. Msalabani Yesu akatoa damu. Hii damu inatoka kwa Yesu. Hii damu ilitoka huko mbinguni. Na hapa inatoka ili wanadamu waone. Warumi dhambi maovu. Msalabani ndio mwisho karo. Kile ambacho Mungu alifanya mbinguni, David ndio anakuja kufanya hapa msalabani. Kwa damu ya Yesu Kristo. Alafu ili uokoke lazima uamini katika hiyo damu ya Yesu Kristo ili uhesabiwe wokovu. Ili uhesabiwe utakaso katika nafsi. Ili moyo wako uoshwe dhambi yako iondolewe kwa damu ya Yesu Kristo karo. Msalabani, mwisho wa mwanadamu, mwanzo wa Mungu ndani ya mwanadamu. Mwisho wa mwanadamu, mwanzo wa matendo ya Yesu Kristo ndani ya mwanadamu. Msalabani. Warumi 8 mstari wa 3. Mahali Mungu alipiga dhambi zako. Kitabu cha Warumi 8 mstari wake ni 3. Warumi 8:3. Kwa maana kile ambacho sheria haikuwa na uwezo wa kufanya. Kwa maana kile ambacho sheria haikuwa na uwezo wa kufanya. Sheria ilikuwa dhaifu katika mwili. Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe. Kwa mfano wa mwili ulio wa dhambi. Na kwa ajili ya dhambi. Yeye alihukumu dhambi katika mwili. Mungu alihukumu dhambi katika mwili wa Yesu Kristo. Mungu alihukumu dhambi zako katika mwili wa Yesu Kristo. Neema ni kupokea tu kama. Neema ni kupokea tu. Ni kuamini kwamba dhambi zako zilikuwa kwa Yesu na Mungu akazihukumu, na kwa damu ya Yesu Kristo dhambi hizo zikaoshwa na zikaondolewa completely. Hiyo ndio kazi Mungu anakuitia. Kama utaamini matendo ya Mungu, utaamini matendo ya nani? Kama utaamini kazi ya Mungu, utaamini kazi ya nani? Kazi yako imeanguka tayari. Hii ndio ya Mungu ameisimamisha pale msalabani. Kumalizia na Ufunuo. Ufunuo 1 mstari wa 5. Kitabu cha Ufunuo 1 mstari wake ni 5. Ufunuo 1 mstari wa 5. Na kutoka kwa Yesu Kristo, ambaye ni yule shahidi mwaminifu, mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu, mtawala wa wafalme wa dunia, kwake yeye Yesu Kristo anayetupenda, ambaye Yesu pia ametuweka huru kutoka dhambi zetu kwa damu yake. Biblia yako inasemaje? Maandiko yanasema
kwa damu ya Yesu Kristo tumekuwa huru. Kwa damu ya Yesu Kristo umekuwa huru mbali na dhambi. Ufunuo 1:5. So Yesu akiwa msalabani pale nani amepigwa misumari, damu inatoka, jasho linatoka, damu inachanganyikana na jasho. Yesu anamwaga damu kweli. Mungu anasema hiyo ni ile kazi alifanya kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Alafu Yesu anaifanya hapa duniani sasa, anakufanya wewe, ananifanya mimi. Hiyo damu Mungu anasema, kwa hiyo damu dhambi zako zimeoshwa na umekuwa huru. Amen. Umekuwa huru. Na hiyo ndio imani. Hiyo ndio neema. Hiyo ndio njia wokovu inapitia. Yako inasemaje? Inasema Ufunuo 1:5. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza kwa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye. Yesu alitupenda, Mungu alitupenda na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Yesu akiwa msalabani, dhambi zetu zilikuwa zinaoshwa kwa damu yake. Yesu akiwa kwa Pilato, kwa Herode, dhambi zetu zilikuwa zinaoshwa kwa damu yake. Yesu akipigwa mijeledi, dhambi zako zote zilikuwa zinaoshwa ndani ya hiyo damu. Na hiyo ndio imani. Na hiyo ndio neema. Na hiyo ndio njia wokovu inapitia katika hiyo neema. Kwamba damu ya Yesu Kristo ilimwagika ili dhambi zako zioshwe na kuweke huru mbali na dhambi. Hiyo ndio Efeso 2:8 mpaka 10. Unapoamini hivyo dhambi zako zinaoshwa. Matendo ya Yesu Kristo, matendo ambayo Mungu aliandaa kwa neema pia anaika ndani yako. So unakuwa na wokovu kwa neema na unakuwa na matendo ya wokovu, matendo ya Yesu Kristo kwa neema. Na unafaa sasa utembee katika hizo njia. Mungu anakuwa amejaza kitabu cha uzima, jina lako limeandikwa, na katika vitabu vya matendo utakapokuwa unaendelea kuishi kila siku katika matendo ya Yesu Kristo, vitabu vyako juu vya matendo vinajazwa matendo ya Yesu Kristo. Hiyo yote Mungu amekava. So mwanadamu ni kuamini. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, sifa na utukufu ni zako. Asante kwa neno lako mahali hapa Bwana. Asante kwa kutuonesha jinsi ulipotengeza wokovu na ukatengeza kazi za wokovu Bwana kabla kuwekwa misingi ulimwengu. Mungu umesema kwamba tunaokolewa kwa neema kupitia imani Bwana. Nenda ukazidi kutenda Bwana katika mioyo ya wenye dhambi wote. Na wale watakatifu Bwana, asante kwa sababu pia umeongea sehemu Bwana ya kwamba tunapookoka tunapewa matendo ya Yesu Kristo ndani yetu, na kuna vitabu mbinguni Bwana ambao vimeandikwa majina yetu, vitabu vya matendo. Ila Bwana unatupatia matendo ya Yesu Kristo ili tupate kutembea katika matendo ya Yesu Kristo Bwana. Ili tutakapoondoka katika mwili huu Bwana tutasimama na tutahukumiwa sawa sawa na yale matendo tuliyotenda katika vile vitabu, yakiwa ni yale matendo ya Yesu Kristo aliyotupatia, na tukatembea katika hayo matendo hayo katika uaminifu Bwana. Kwa wale watakatifu Bwana ambao wameokoka lakini bado Bwana wanaenenda katika matendo machafu Mungu, au wanaenenda katika matendo ya Yesu Kristo Bwana, kuna hatari ya kuwafutilia mbali kama watatubu Bwana. Unawaita watubu wageuke kutoka kuteleza kwao Bwana. Waregelee upendo wa kwanza Bwana, ili matendo ya Yesu Kristo yazidi kuandikwa katika vile vitabu vya matendo Bwana. Nenda ukamkemee yule mwovu shetani ambaye analeta distraction. Nenda ukamkemee yule mwovu shetani ambaye analeta kutokuamini Bwana. Nenda ukayakemee mawazo yetu Bwana. Bwana pinga neno lako Bwana katika jina la Yesu Kristo Bwana. Jitukuze Bwana. Asante kwa kuwa umesikia. Kwa jina la Yesu tumeomba na tukiamini. Amen.